Mamia ya Wakenya wameripotiwa kuvutwa na kupelekwa katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hali iliyoacha familia nyingi katika majonzi na sintofahamu baada ya taarifa za vifo vitani kuanza kujitokeza. Tangu uchunguzi wa awali wa Citizen TV kufichua sakata hili, familia nyingi zimejitokeza kutafuta majibu kuhusu hatma ya wapendwa wao. Hata hivyo, miezi kadhaa baadaye, serikali bado haijatoa maelezo ya kina kuhusu kilichojiri, isipokuwa kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa mshukiwa mmoja katika mahakama ya Kahawa. Sasa uchunguzi mpya wa Citizen TV unafichua mtandao wa ndani unaodaiwa kuhusisha maafisa kutoka idara ya ulinzi, uhamiaji, idara ya upelelezi wa jinai DCI pamoja na wizara ya kazi katika kile kinachodaiwa kuwa mpango wa kusafirisha Wakenya kwenda kupigana katika jeshi la Urusi. Mnamo Oktoba 11, 2025, uchunguzi wa awali uliibua kile wengi waliona kama jambo lisiloaminika. Vijana wa Kenya walikuwa wakisakwa na kusafirishwa kwenda Urusi, si kwa ajira za kawaida wala masomo, bali kujiunga na vita dhidi ya Ukraine. Kilichoanza kama taarifa ya kushtua sasa kimegeuka kuwa simulizi ya maumivu, maswali yasiyo na majibu na hofu kwamba huenda Wakenya zaidi bado wamenaswa katika vita vilivyo mbali na nyumbani. Kwa muda wote huu, serikali imeendelea kutoa taarifa fupi na zenye tahadhari kubwa ambazo kwa wengi hazijatoa mwanga wa kutosha kuhusu mtandao uliokuwa nyuma ya uajiri huo. Hata hivyo, uchunguzi wa sasa umeanza kufichua wahusika wanaodaiwa kuwa kiini cha mpango huo. Kwa wiki kadhaa, waandishi wa Citizen TV wamekuwa wakimfuatilia mtu mmoja anayedaiwa kuwa mhimili wa operesheni hii. Kwa sababu za usalama wake, ametambulishwa kwa jina la kificho Reds. Katika mazungumzo ya kipekee, Reds alitoa madai mazito akisema kuwa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu serikalini walikuwa wanafahamu na huenda walihusika katika mpango wa kupeleka Wakenya kupigana nchini Urusi. Lakini kabla ya kuchunguza madai hayo, maswali makubwa yanaibuka. Kenya iliingiaje kwenye vita vilivyo umbali na maafu ya kilomita, na ni nani aliyefungua mlango? Kwa mujibu wa Reds, mchakato ulianza kwa simu mnamo Disemba mwaka 2024 kutoka kwa raia wa Urusi aliyejitambulisha kama Mike, ambaye baadaye alitambuliwa kama Mikhail Lapin. Uchunguzi unaonyesha kuwa Lapin alikuwa akifanya shughuli zake nchini Kenya akishirikiana na Mrusi mwingine anayejulikana kama Dmitry, ambaye anaripotiwa kuwa na uhusiano na ubalozi wa Kenya. Pendekezo lao lilikuwa la moja kwa moja: kusaka vijana wa Kenya, kuwawezesha kusafiri kwenda Urusi na baadaye kuingiza katika jeshi la nchi hiyo. Fursa iliyowasilishwa kama ajira ya kuvutia, lakini ambayo Reds anasema aliona mapema kuwa hatari. Kulingana na uchunguzi huo, Reds alianza kuwasiliana na watu aliowafahamu ndani ya vyombo vya usalama vya Kenya, akiwemo afisa wa ngazi ya juu katika makao makuu ya idara ya ulinzi. Ilielezwa kuwa walihitaji hasa waliowahi kuwa wanajeshi, polisi au waliopata mafunzo ya kijeshi kama kupitia NYS. Mnamo Aprili mwaka 2025, Reds anadai aliandaa mkutano katika ukumbi mmoja wa burudani kando ya barabara ya Mombasa, ambapo maelezo ya mpango huo yaliwasilishwa na kudaiwa kukubaliwa na afisa mwandamizi wa kijeshi. Mtandao huo ulidaiwa kupanuka haraka. Afisa mwingine wa ngazi ya juu katika makao makuu ya DCI anaripotiwa pia kuidhinisha mpango huo. Kufikia wakati huo, operesheni ilikuwa imepata kile kinachoonekana kama uungwaji mkono kutoka baadhi ya watu ndani ya idara ya ulinzi na DCI. Uhusiano zaidi ulidaiwa kuanzishwa ndani ya wizara ya kazi pamoja na mawakala wa ajira. Idara ya uhamiaji nayo inatajwa kuingia kwenye mkondo huo kwa madai ya kurahisisha safari na kufumbia macho shughuli hizo. Uchunguzi unaeleza kuwa mfumo wa hongo uliwekwa kwa kila mtu aliyesafirishwa,
maafisa wa kazi wakidaiwa kupokea shilingi 5,000, maafisa wa DCI uwanja wa ndege shilingi 20,000 na maafisa wa uhamiaji shilingi 50,000 kwa kila mhusika. Uajiri ulianza rasmi takriban Januari mwaka 2025, huku waliolenga wakiwa na umri wa kati ya miaka 21 hadi 47. Wawe na afya njema na wawe tayari kujiunga na jeshi la Urusi kwa mkataba wa mwaka mmoja. Ahadi iliyotolewa ilikuwa kubwa: bonasi ya mara kwa mara ya takriban shilingi milioni 1.6 za Kenya, mshahara kila mwezi wa shilingi 280,000 na ada ya wakala ya shilingi 650 kugharamia safari na malazi. Uchunguzi wa Citizen TV ulinasa zaidi ya jumbe 10 za WhatsApp zikielezea masharti hayo, huku baadhi waliopokea wakikubali hatari lakini wakionyesha utayari wa kusafiri. Ingawa baadhi walioondoka walikuwa na uzoefu wa kijeshi, wengine hawakuwa nao kabisa, lakini walipewa mafunzo ya haraka na kuambiwa wajitambulishe kama wenye uzoefu. Baada ya kushughulikiwa visa, baadhi ya waliotarajiwa kusafiri waliwekwa katika maeneo kama Great Wall Gardens huko Mavoko, Kiserian na Roysambu wakisubiri kuondoka, huku wakipatiwa mafunzo ya awali na hata lugha ya Kirusi. Citizen TV pia ilipata zaidi ya visa za kielektroniki 100 kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, ishara kwamba mchakato huo ulikuwa na kiwango fulani cha urasmi. Miongoni mwa waliotajwa ni Ronald Reagan Owor, aliyewahi kuwa mwanajeshi wa vikosi maalum ambaye alisafiri kwenda Urusi Aprili mwaka 2025 lakini hakurejea. Badala yake akaingizwa vitani ambako alijeruhiwa. Majina mengine kama Ombori Dennis Bagaka na Magero Jeremiah Orio ndiyo yanatajwa miongoni mwa waliokwenda Urusi na kutoweka baada ya kupelekwa vitani. Hata hivyo, si operesheni zote zinafanikiwa. Polisi waliwahi kuvamia mtandao mmoja na kuokoa zaidi ya Wakenya 50, hatua iliyosababisha kukamatwa kwa mshukiwa Edward Gituku aliyeshtakiwa kwa kosa la usafirishaji haramu wa binadamu. Pamoja na hayo, ripoti za kijasusi zilizowasilishwa bungeni zinaonyesha kuwa kufikia Februari mwaka 2026, angalau Wakenya 39 wamelazwa hospitalini, 30 wamerudishwa nyumbani, 28 hawajulikani waliko, 35 wako kambini na 89 wako mstari wa mbele vitani. Wakati huo huo, Reds anadai kuwa kuna pia Wakenya wanaoajiriwa kujiunga na majeshi ya Ukraine kupitia mchakato tofauti. Serikali ya Urusi kwa upande wake imekanusha kuwa Mikhail Lapin ana uhusiano wowote rasmi na taasisi zake au balozi wake jijini Nairobi. Sakata hili linaibua si tu maswali ya ufisadi bali pia hoja nzito kuhusu uwajibikaji wa taasisi zilizokabidhiwa jukumu la kulinda raia. Kila hongo inayodaiwa kulipwa inaacha doa la usaliti wa imani ya umma. Na huku waziri mkuu wa zamani Musalia Mudavadi akitarajiwa kuzuru Urusi katika wiki zijazo, macho ya wengi sasa yanaelekezwa kuona iwapo ukweli zaidi utawekwa hadharani katika kashfa hii inayozidi kufumuka. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kupata habari zetu. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kushare.